بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمع بالأصلين ومعادلهما الثالث علاج الأوائل والأواخر وأساس العلم لكل أمر باطن وظاهر، والصلاة والسلام على سيد المباهج والمفاخر سيدنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله الموهوب من ربه أفضل المعارف وأشرف العلوم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب أهل الشجاعة والفهوم وعلى التابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea na kukumbushana masuala mbalimbali kama ilivyokuwa ada yetu katika dini yetu. Na siku yetu hii ya leo Jumatano huwa tukisomeana masuala ya fiqh tahawulat, namna gani ya mabadiliko mbalimbali katika mwenendo na maisha ya imani yetu. Tupo katika kuzielezea alamatul wusta lisaa, alama ya tunasema kati na kati za kutokea au kupatikana dalili za kiyama. Tulikuwa tumeanza wiki za nyuma zilizopita huko, tukasema katika moja ya dalili ambazo zinachukuliwa kwamba ni ile bi'thatun nabii sallallahu alaihi wasallam, kutumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha tukasema mautu nabii sallallahu alaihi wasallam. Kisha tukasema ya tatu khilafatu rashida, utawala na uongozi wa khulafa rashidin. Tukao tumekoma katika maelezo ya khilafatu rashida, namna gani katakuwa na vipi itaondoka, yote katika kuonyesha watu wana istiidad na kufanya mambo mazuri, kwa sababu kiyama ni ndakona. Usijisahau yote mtume sallallahu alaihi wasallam tubainishia. Leo tupo katika kuelezea katika moja ya dalili za uwepo wa kiyama kwamba kipo karibu, ni fathu Bait al-Maqdis. Bait al-Maqdis kama ilivyokuwa ni jambo kwamba la kihistoria, lakini sisi tunataja kwa uchache mno kutokana na wakati wetu na hali ilivyo, kwamba ni moja katika alama za kiyama, kutokana na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallallahu katika moja alizieleza alama za kupatikana kiyama ni kupatikana fathu Bait al-Maqdis, na hii ilifanywa katika ahdi ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Kwa ikhtilafu za tarehe, wengine wanasema ni mwaka wa 6 Hijria, wengine wanasema ni mwaka 15 Hijria, kwa ikhtilafu za wanachuoni kupatikana fathi Makkah, kwa maana kulikuwa ni mji unatawaliwa na Mayahudi na Manasara. Kwa hiyo kipindi cha Sayyidina Umar akaenda kule akafanya mazungumzo na wao, salaha bainahuma wa taharaha, akausafisha ule mji, thumma bana masjidan fi qiblati Bait al-Maqdis, katika uelekeo wa nini wa Qiblatul Maqdis. Katika hadithi sahihi ya Imam Bukhari kitabu fitan ameeleza babu dhikru ad-Dajjal, ameeleza katika moja hadithi zake akaelezea hii fathu Baitul Maqdis. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii akatwambia udud sitan, yahesabuni mambo sita baina ya saa, mpaka kutokea kiyama. Yahesabuni mambo sita mpaka kutokea kiyama. Moja katika mambo sita
na kwamba ni ile mauti nabii sallallahu alaihi wasallam, kufa kwake mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma akatambia fathi Baitul Maqdis, kufunguliwa Baitul Maqdis. Kisha akaeleza hadithi kwa urefu sana kwamba kutatokea angamizi mbalimbali, wanyama watakufa, itatokea mafuriko, itatokea limbikizo la mali na mengineyo mengi. Kisha itakuja fitna ya ugomvi na ubaya, haibaki nyumba yoyote ile isipokuwa itaingia. Kisha itakuja upatanisho. Akaelezea kwa namna takriban mambo yaliyoelezwa, mengineyo yametokea na mengineyo yatatokea. Lakini kwa nini ielezwe Baitul Maqdis, Baitul Maqdis? Kwa sababu katika alamati ambazo tunaambiwa ziko karibu ni kule kufunguliwa hii Baitul Maqdis, na hilo tunasema lilifanyika. Na Baitul Maqdis kwetu sisi ni jambo kubwa sana, wa huwa awwalu, tunasema ula, tunasema ni ula alqibla almuslimin. Tunajua kwamba Mtume alikuwa akielekea huko, kisha ndio akaambiwa aelekee wapi? Aelekee al-Kaaba, ambayo ilifunguliwa hiyo Baitul Maqdis wakati huo. Acha sasa hivi na hali zinazoendelea za fitna na matatizo, ile ni hali yenyewe ya Wayahudi, kila wakiwa wamekaa vizuri wanazua tatizo. Sifa yao kubwa sana ni ghadri. Ghadri maana ni khiana, kwenda kinyume na mapatano au maelewano ambayo mafungamano ulikuwa mfungamano wezio. Fi khilafati Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu, ikapatikana fathu ala yadi alqaid Ubayd bin Jarrah, Abi Ubayd bin Jarrah na Khalid bin Walid, wakapambana Amr bin al-As, wakawa wamesalimisha na wakaja na ushindi na nguvu katika ile khilafa ya Sayyidina Umar. Na Sayyidina Umar yeye mwenyewe ndio akaweka kanuni na taratibu za kuonyesha kwamba tunakwenda vipi sasa hivi katika huo mji. Na baadaye ikatokea tena uharibifu na uvamizi, kwa sababu kihistoria kwamba hii ilikuwa inakaliwa mabavu na wao wenyewe Mayahudi na Manaswara. Sasa ile fathi Makkah, iliyofanywa na Sayyidina Umar, ndio wale bado wanaochuki ile wako nayo, ndio mpaka leo utaona inakwenda, lakini bado wanapambana na Uislamu kwa sababu ya madai kwamba ni sehemu ya wao, kwa sababu walikuwa wanatawala wao, lakini kwa sababu ya kuingia Uislamu, na kama tunavyojua taratibu za Uislamu, nchi au ardhi yote inatawaliwa na Waislamu. Sasa kipindi hicho ndio ilikuwa hivyo. Ikishakuwa pale imeingia dini ya Uislamu, maana watu wataishi kwa nidhamu ya Uislamu, na ile ardhi ni yao, wanaweka serikali yao na kila kitu. Hiyo ndio kihistoria. Ndio mara nyingine utakuta kuna wachache wanaofuatia mambo ya kihistoria wanalaumu kwa nini Waislamu wanang'ang'ania kipande cha ardhi ambayo sio chao. Sisi tunang'ang'ania kutokana na imani yetu, kwa sababu imani yetu pale ndio mahbati anbiya, ndio sehemu mitume ilikuwa ikishushwa na ikipanda kwenda mbinguni. Kwa hiyo tunaidai Qudsi kwa sababu ya mambo ya kiimani. Wenzetu wanadai Qudsi kwa sababu mambo ya nini? Ya milkia. Historical milkia ni kwamba ni ya wao, lakini sisi kwa sababu Waislamu ardhi yote ni yetu, haki ya kutawala ni yetu. Ndio maana huta kwa nini tunapigania, na ni sehemu tunasema ni thalith haramia, yani sehemu ya tatu ambayo inakuwa ni sehemu kama ni haram. Maana kuna haram Makkah, haram Madina na haram Qudsi, Baitul Maqdis, msikiti ule pale. Sasa ugomvi kama huu hauwezi ukaisha, kwa sababu kila mmoja anaona ana haki, wala ana haki ya kinchi na sisi tuna haki kiimani.
na in reality kama tunafuata utaratibu wa iman ndio sahihi kwamba ardhi zote zinamilikiwa na Waislamu, na Waislamu tunatoka walete amani. Maana katika vitabu vya fiqh kuna mlango mzima unaozungumzia nini al-musta'man. Al-musta'man ni mtu ambaye hajaikubali dini ya Uislamu na anatakiwa apangiwe utaratibu usiokuwa na fujo wala kuharibu mazingira. Hivi ndio ilivyo, lakini mwenyewe Muislamu ndio mtawala wa kile kitu. Sasa Allah Ta'ala a'lam, katika moja ya dalili za kiyama ni kwamba kupatikana ile fathi, kwa sababu ukishakombolewa maana yake ugomvi hapo hauishi, na ndio hiyo sababu ya kuelekea watu kwenye dhamira mbaya ya kufa ima kiyama binafsia au kiyama kile am. Katika moja ya dalili wusta inatajwa nini? Fathu Baitul Maqdis katika ahdi au nyakati za Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Na zishatokea hizi hali zinazoendelea sasa hivi ni moja tu ya hiyo kwamba kiyama hakiko mbali hivyo kama watu tunavyorest. Tujitahidi kufanya mambo ya kheri, kwa sababu hili jambo ni Mtume SAW amelitabiria kwamba itapokuja wakati ikafunguliwa Baitul Maqdis, basi na Baitul Maqdis inahamia sana katika imani yetu kitarehe. Ni kwamba manake kwanza ni tahqiq an-nubuwa ya Mtume SAW, sababu ametabiria na imekuwa kweli. Kisha ramzu ni kama tunasema ramzu, nembo, kama vile nembo liizzati al-Islam. Kwa nini? Kwa utukufu wa Islam, imtidad dawlatul islamiyya, na kule kutanuka dola ya Kiislamu ila al-ardh mubaraka allati qalla fiha subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Kwa hiyo utaona kwamba huu msikiti kwetu sisi una izzi min liizzati Islam. Kisha utaona Baitul Maqdis kama tulivyosema ni katika qiblatain. Qibla kwanza ilikuwa huko na qibla ya pili ilikuwa Makkah. Kisha Baitul Maqdis kama alivyotabia Mtume SAW itakuwa ni mihwaran akhir zaman, kwa maana kwamba haya matatizo tunayoona sasa hivi haya Mtume SAW kashaeleza kwamba Baitul Maqdis kishakuwa imefanywa fath, imekombolewa. Maana fath tuelewe, na mara nyingi sasa nataja neno ila Kiarabu sana huenda lisijulikane. Fath maana yake ni ukombozi. Sehemu ilikuwa watu wanaishi kwa dhuluma, kwa unyanyasaji, inakwenda napelekwa sheria, sehemu ile watu wanaishi kiubinadamu. Ndio maana ya fath. Kwa hiyo ziko fath nyingi, futuhati katika Uislamu. Katika moja ya futuhati ndio hii Fathu Baitul Maqdis. Watu walikuwa wakiishi kiubabe kiubepari pasina kumtii Mwenyezi Mungu, ndio Uislamu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiallahu anhu akawapeleka kwa Abi Ubaidah bin Jarrah na Khalid bin Walid na Amr ibn Asi wapambana. Wao walikuwa majemedari katika vita. Kwa hiyo wakaenda wakafanya suluhu, walipokuwa wamepingwa wakapigwa mpaka wenyewe wakasema basi sisi tunataka amani, tutaenda kwa mujibu wa Uislamu unavyohitajia. Kwa hiyo ikawa ni katika tunasema kwa lugha nyepesi ya kufahamia sisi kama koloni. Sasa ilikawa la Waislamu, ndio ikawa inakuwa na mazungumzo. Kwa hiyo ni mihwar, yani mihwar maana ni story yake haitoisha kwa wanadamu. Ikitulia itazuka, ikitulia itazuka, ikitulia itazuka, kwa sababu ni Mtume sakatuambia sayakunu mihwaran fi ahdath akhir az-zaman. Katika hadithi nyingi sana Mtume anasema kwamba ambao Imam Muslim riwaya yake anatuambia la tazalu taifa, haiwezi kuwa kundi, aliwezi kuachukua kundi min ummati, katika umma wangu, ala alhaqi, wapo katika usawa, dhahirina, wenye kupambania, ala man nawahum, kwa yule ambaye anataka kuwaendea kinyume, wa hum bisham, na wao wako Sham. Na ukiangalia Palestine, Jordan, Lebanon, zote ndio zinatiwa naitwa nini, ni ukanda wa Sham. Kwa hiyo nayo hiyo Baitul Maqdis min ardi Sham, nayo Baitul Maqdis Jerusalem kwa lugha nyingine ni mji wa Sham. Kwa hiyo Mtume SAW anatunabaisha kwamba katika moja ambayo tunatakiwa Waislamu tutanamba hii ni hii Baitul Maqdis.
tujue kwamba kuna mapigano, kuna harakati yatatokea kwa ajili hilo. Sasa sisi tufitinike au tuwe vipi? Manake tujitahidi tusiwe sisi ni miongoni mwa kusababisha zile fitna. Sisi tuwe miongoni mwa kurekebisha zile fitna zisiendelee. Hivyo ndio ilikuwa Mtume yunabihul umma ila alamati mutatabi'a, kwamba alama zitakuja baada hii na miongoni mwake ni fathi Baitul Maqdis. Baada ya hapo ikaja tunasema taun, na katika moja ya alama saa. Taun ni ugonjwa hatari sana ambao unasababishwa na panya. Ingawa sasa hivi sayansi imeendelea, unaweza ukadhibitika, lakini tumeambiwa maradhi kama haya, baadhi ya maulama wanasema maradhi yote ya mlipuko inakuwa ni sehemu ya uzinduzi wa Mwenyezi Mungu. Yani kama vile kukumbushwa, wanadamu hampo katika kumwelekea Mwenyezi Mungu, kwa hiyo mnakumbushwa. Kwa tauni nayo ilikuwa katika moja ya mitihani au balaa walioonjwa wenzetu, na ndio katika moja ya alamati as-saa. Lakini hapa tauni sio kwa maana ule ugonjwa tunaojua sisi moja kwa moja. Hii ilikuwa ni tauni ya mji maalum ambayo ilizungumzwa kwenye vitabu vya fitan na mambo yatakotokea akhiri zamani, ambayo ni tauni Imwas. Taun Imwas. Taban taun ni ugonjwa, lakini ilipotokea Imwas ilikuwa ni hatari sana, kiasi ambacho masahaba radhiallahu kutokana na tarehe kama Ibn Kathir fi bidaya wa nihaya, takriban masahaba 1025 walikufa kutokana na ugonjwa wa taun. Haugeuzi huo, kupata hapo unamalizika. Sahaba wakaimiza watu wahame mji, wakimbie. Ikawa kuna kauli mashuhuri sana ya Sayyidina Umar, akasema sisi tutakaa tutapambana hivyo hivyo, tutawasaidia watu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hata tukikimbia tutakimbia kifo, hatuwezi kukimbia. Ndio ikawa sema maarufu kama nafiru wa Sayyidina Umar, nafiru min alqadar ila alqadar, kwa nakimbia maradhi ya tauni, lakini tutakwenda kufa kwa sababu nyinginezo. Kwa akapambana na kusaidia mpaka ule ugonjwa ukapotea kwa dawa mbalimbali. Na walikuwa pia wamepatwa na hiyo ugonjwa ukufa ni yule ambaye alifanya fathi Baitul Maqdis, Abu Ubaida bin Jarrah, ambao ndio alikuwa kwa sifa ni aminu hadhi al-umma. Abu Ubaida tumaliwa muaminifu wa umma huu kwa ile hali alikuwa akifanya na maisha alikuwa akiishi. Kwa hiyo utaona kwamba huyu hichi ni tunasema maradhi ya taun ni moja katika dalili za kiyama, na ishatokea, lakini mihwari yake ile athari inaweza ukaja, lakini alhamdulillah sasa umekuwa ni ugonjwa na unaweza ukatibiwa. Sio kipindi hicho kwa kama ni balaa ibtilaa Mwenyezi Mungu ameionja na Mtume SAW aliyotabaria. Sababu yake ilikuwa ni nini? Ni sababu za kitibia, kwamba kulitokea majanga kama vile linavyozungumzia darasa asbabu wa tashkhisi hadhi, kuna kwamba ni mambo ambayo yalitokea kipindi hicho, kwamba walisukuka wanyama kujulikana kama panya si panya au vipi, lakini shakili zao inajulikana ni panya, walibeba zile virusi za ugonjwa kama huo. Kwa hiyo ikawa kijiji kizima kile, na kwa bahati mbaya ndio kilitokea humo katika mji wa Qudsi, Palestina. Hikma yake Allah Ta'ala alam, maaskari wengi sana, wanajeshi wengi ambao waliokuwa wa Kiislamu walipata kuathirika na jambo kama hilo, ambayo sasa ni miradi tunaita kama Syria vile, Palestini yote ilikumbwa na maradhi kama hayo. Watu wengi walikufa, maelfu kwa maelfu, akiwemo Abu Ubaida bin Jarrah, pia Muadh bin Jabal walipata na jambo kama hilo, na viongozi wakubwa katika masahaba. Kwa hiyo utaona kwamba
pia hata hali ya kiuchumi ilidhoofika kwa kweli, na dola kama dola ya Kiislamu ikajitahidi, kama Umar al-Khattab radhiallahu anhu akajitahidi kupambana na kuondoa maradhi hayo kwa azma kubwa sana, na idara mbalimbali zikashughulikia mpaka kuondoka, lakini ni ibtila min Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya ili tuweze kupata jaribio, na tunaambiwa kwamba kiyama kipo karibu. Kwa nini? Kwa sababu mauti pale ghafla watu hawakuwa hata wametarajia, lakini tukaambiwa tusiwe tunakwenda, yani hadithi hii pia inatupa mafunzo, tusiwe tunakwenda ardhi ambayo zina magonjwa ya mlipuko. Yenye magonjwa ya mlipuko tusiwe tunapenda kwenda magonjwa, tujihadharishe kabisa. Kwa maana hata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam maarufu ambayo ipokea Bukhari na Muslim na wengineo, kwamba Mtume anasema idha sami'tum bitta'un bi ardhin fala tadkhulu alaiha, mkisikia sehemu kuna ugonjwa huu wa taun, ugonjwa ambao unasababishwa na mnyama shekli ya panya, wengine wakisema ni panya mwenyewe, tusiende huko. Wa idha waqa bi ardhin wa antum fiha fala tukhriju minha, na ikitokezea ule ugonjwa wa tauni sasa umeingia mji fulani, msitoke pia nyinyi katika huo mji. Kwa sababu nini? Mtaenda kuathiri wenzenu wengine. Ndio irshadi iliyokuwa imetokea kipindi hicho, na maulama wakachukua kwamba ndio inavyohitajika. Sehemu kuna ugonjwa wa mlipuko wa maambukizi, si uzuri mtu kwenda, na wale ambao walioathirika waliopata si uzuri na wao kwenda miji ya watu, wabakie mle mle. Lakini kutokana na uchache wa imani na kutokuwa na hofu ya Mungu, leo watu wana maradhi ya maambukizi na mlipuko, ndio mtu anaandaa bajeti kabisa ili aeneze maradhi. Kwa mfano tukisema HIV ni maradhi ambayo kwa sababu ya watu kutokuwa na heshima na mambo ya kijinsia, Mwenyezi Mungu akaleta maradhi kama hayo yakaenea kwa kasi sana. Sasa baada ya watu kujiepusha, wengine ndio wanajifakhiri, kufanya utasikia shaathiri watu 200, shaathiri watu 300, shaathiri watu 50, shaathiri wanafunzi, shaathiri, mtu anakaa anajifakhiri kutokana na kwamba ameathiri maradhi. Wakati Mtume sasa anawaambia watu waliopata tauni wasitoke pia katika ule mji, kwa sababu wataenda kuathiri wenzao. Sasa hizo zote ni tunasema ni akhir zaman, kwa mambo mengi yatakuwa kinyume chake. Kwa tunaona kwamba tauni imwas ni hadathun, tukio lilitokea katika Uislamu baada ya fathi Bait al-Maqdis, kwa muda mfupi tu, sio muda mrefu, na Mwenyezi Mungu ana hikma yake. Kwa nini alitoa hili? Kwa sababu ya kuwakuzindua watu na kuwakumbusha warudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na adadu kabiri min sahaba walikufa katika majeshi na wengineo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatakia hilo kwa sababu ya hikma yake khalida, kama ilivyokuwa idhara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasaba aidi an-nasi liyudhiqahum la'allahum yarji'un. Lengo kubwa ni Mwenyezi Mungu ataka watu warudi, lakini tujue ni sehemu dalili ya nini? Dalili ya kiyama al-wusta. Al-wusta maana yake kwamba ipo sio zile kubwa na sio zile ndogo. Kutokana na wakati tutasema hapa, Mwenyezi Mungu atufikia, tutaelezea dalili ya maqtal Sayyidina Umar pia naye ilikuwaje na yeye mpaka ametajwa ni sehemu au ni alama katika alama za kiyama kule kulio kwake. Kwa kufa kwa mtume ni hivyo. Kwa hiyo na maswahaba zake kila kifa na sisi tunaenda kuwa katika hali mbaya zaidi, hatuwezi kukua katika hali iliyokuwa nzuri. Allahu Ta'ala alam. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni ambao tunasikiza kauli tunazifanyia kazi. Al-Fatiha.
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wa tafsir rizqna amal fihi ya rabbal alamin wa fa'alna bima 'allamtana 'alama fa'alna amal fihi ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.